Serikali imeendelea kuhamasisha ubunifu na umahiri wa walimu katika kuboresha ubora wa elimu nchini, ambapo jumla ya walimu 3153 wamejisajili katika kushiriki shindano la kitaifa la stadi za ufundishaji kwa mwaka 2026. Hii ni kupitia mfumo wa kielektroniki wa National Teaching Skills Competition. Kati ya walimu 3153, walimu 1263 wamekamilisha masharti na kuwasilisha video za ufundishaji pamoja na maandalio ya masomo kwa ajili ya tathmini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, naibu waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Wanu Hafidh Amel amesema shindano hilo ni sehemu ya utekelezaji wa mageuzi ya sekta ya elimu na mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri katika masomo ya kuandika na kuhesabu, yani KKK. Amefafanua kuwa shindano hilo la mwaka 2026 limehusisha maeneo 7 ya ushindani, ambapo ni kusoma kwa darasa la awali, Kiingereza kwa darasa la kwanza, ufaraguzi wa zana kwa darasa la pili, pamoja na masomo ya fizikia, hisabati, masomo ya biashara na computer science kwa walimu wa shule za sekondari. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania TET inapenda kuufahamisha umma kuwa hafla ya utoaji wa zawadi kwa washindi wa shindano la taifa la 4 la stadi za ufundishaji kwa walimu wa shule za awali na msingi na shindano la pili kwa walimu wa shule za sekondari Tanzania bara itafanyika siku ya Jumamosi tarehe 6 Juni 2026 kuanzia saa 3 asubuhi katika ukumbi wa maktaba mpya wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Shindano hili linaunga mkono juhudi za serikali za kuimarisha ujifunzaji wa stadi za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, hususan kwa wanafunzi wa elimu ya awali na msingi. Kupitia utambuzi wa walimu bora na usambazaji wa mbinu bora za ufundishaji, shindano hili linachangia utekelezaji wa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili, uliozinduliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 29 Januari 2026. Mkakati huo unalenga kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata stadi za msingi za kusoma, kuandika na kuhesabu kwa kiwango stahiki, hivyo kuimarisha ubora wa elimu na matokeo ya ujifunzaji nchini. Kwa mwaka 2026, jumla ya walimu 3153 walijisajili kushiriki katika shindano hili kupitia mfumo wa kielektroniki wa National Teaching Skills Competition System. Kati yao walimu 1263 walikamilisha masharti yote ya ushiriki kwa kuwasilisha video za ufundishaji pamoja na maandalio ya masomo kwa ajili ya tathmini. Shindano la mwaka huu limehusisha maeneo 7 ya ushindani ambayo ni kusoma kwa darasa la awali, Kiingereza kwa darasa la kwanza, ufaraguzi wa zana kwa darasa la pili, pamoja na masomo ya physics, mathematics, business studies na computer science kwa walimu wa shule za sekondari. Maeneo haya yamechaguliwa kwa kuzingatia umuhimu wake katika kuimarisha ujifunzaji wa wanafunzi katika stadi za msingi za KKK, stadi za ujasiriamali, stadi za lugha ya Kiingereza na stadi za karne ya 21 katika masomo ya sayansi, hisabati na tehama. Kauli mbiu ya shindano la mwaka huu ni ufundishaji bora, taifa imara. Ndugu waandishi wa habari, mgeni rasmi katika hafla hiyo anatarajiwa kuwa Mheshimiwa Profesa Riziki Shemdoe, MB, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, TAMISEMI. Mchakato wa tathmini umekamilika na kupatikana kwa orodha teule, yani shortlist ya walimu 5 bora katika kila eneo la ushindani. Orodha hiyo inawakilisha walimu walioonyesha kiwango cha juu cha umahiri, ubunifu na matumizi ya mbinu bora za ufundishaji katika maeneo husika. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia inatoa pongezi kwa walimu wote walioshiriki shindano hili kwa kuonesha ari, ubunifu na kujituma katika kuboresha ufundishaji na ujifunzaji. Ushiriki wao unaonyesha dhamira ya walimu wa Tanzania
katika kuendelea kuinua ubora wa elimu, kuimarisha ujifunzaji wa stadi za msingi za kusoma na kuwajengea wanafunzi stadi zinazohitajika katika karne ya 21.